ilikuwa ndani huko ni mvungu. Aliingia ndani humo akaligonga kidogo tu kwa nyundo. Ni ajali tu, kwa sababu mwenzake akiwa pale alimwambia kwamba ndugu yake akimwambia kake humo usingie. Kwa wale walikuwa hana ajira ya serikali, ndio ajira yao. Pamoja kwamba serikali imezuia, lakini ilikuwa kijiba kwa kutafuta riziki, wachimbe jiwe wapate riziki, wapate mawe wauze, wasaidie familia yao. Hasa kilichompasa kwa kuchimba jiwe zaidi ni watoto hawa waliokuwa kwa skuli, watakiwa sare, watakiwa viatu, wanaoingia form 1 na form 2 watakiwa sare, viatu kama hivi. Hasa kuna vilemba vyaambiwa viletwe, vilemba vya rangi ya bendera. Kila mzee kanaambiwa apeleke shilingi 7,000 ipatikane kitambaa hicho, kwamba lazima wanafunzi hao waliokushangia primary, waliokushangia sekondari wawe navyo vichwani. Sijui kama ni utashi wa walimu ama ni serikali yenyewe. Sasa mzee lazima alikuwa hana kazi, atakwenda chimba jiwe apate, asishinde mwanake anakuwa amefeli. Na hili kama nyinyi waandishi wa habari, kuomba mkuulizia sasa, je, kwa skuli ya Kujini hili mkweli ili vitambaa vya rangi ya bendera kwamba lazima mwanafunzi kuanzia darasa la 9 avinunue shilingi 7,000? Wazee hatuna, mkaide wapi? Sare hatungii. Tunajua kwamba skuli ikifungwa, mtoto akipasi asipasi, sare ni lazima. Mzee ataiba kuku, atafuga yai, apate mwana sare. Lakini sasa hawa washakuwa mayatima. Kuna mambo ya msingi sasa hawatapata. Tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu mtuangalie mayatima, tuwale vipi na wajitegemee vipi kwenye mambo ya sisi. Na halafu vile vile serikali tunaiomba kupitia sheha wao wamwangalie huyu kizuka, angalau kama kuna msaada, isijaliwa mpaka afike miaka 70, wansaidie kwa baraka. Ana mayatima hawapungui 15 hivi sasa, mwingine wachanga tukodegena. Sasa hawa wote saizi hapana tena mchungu wao, wanaondoka. Mwenyezi Mungu amechukua roho yake. Hapa tunaliwazana, tuwapeana fikra, tusubirie kwa Mwenyezi Mungu, na kwa Mwenyezi Mungu afungue kheri. Sasa na nyinyi najua mmeletwa kwa kutafuta hizi dondoo au changamoto. Msiba tumepokea alhamdulillah, na mwenzetu tulipata msaada mkubwa kwenye serikali. Kama si serikali nafikiri ingeuza pale tusingepata. Kwa sababu ndio jue sijui kama hii nyumba. Nijue ndio toka hapa, kama hapa tunatangaza hapa mpaka barabarani kule. Limeshuka hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, kuangalia kwake hakuvunjika ila hakugunyuka. Ndipo kuja staveto la kiserikali ukaomba, jeshi la polisi tulikuwa nalo, KVZ tulikuwa nalo, zimamoto tulikuwa nao, watu wa afya tulikuwa nao, bega kwa bega tumeshirikiana kiserikali mpaka maiti hapa hiyo apendeka mpeka huo apendeka hapa baada sana mwingine wapi anaitwa Juma Sulemani Juma, mkazi wa shahia ya Dodo, kijiji cha Kibu mjini, shahia ya Dodo.